Hujambo, karibu tena, ni siku nyingine tena tunakutana hapa. Ni matumaini yangu upo salama kabisa. Kwanza nianze kwa kusema ya kwamba leo tupo na shahidi namba 3 katika mwendelezo wa hizi updates moja kwa moja kutoka mahakamani kwenye kesi hii ya uhaini ambayo inamkabili mwenyekiti wa chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Mheshimiwa Tundu Lissu. Leo ikiwa ni siku ya tarehe 17 ya mwezi wa 10 mwaka 2025. Shahidi namba 3 ataendelea kutoa ushahidi wake. Lakini naomba nikumbushe kitu kimoja, ya kwamba siku ya jana tarehe 16 Mheshimiwa Tundu Lissu alimalizana na shahidi namba 2, kwa hiyo akamaliza kumhoji maswali ya dodoso, tunaita cross examination, na baada ya hapo akaja shahidi namba 3. Lakini moja kati ya watu ambao wanafanikisha yote haya mpaka update zinakufikia, Hilda Newton, aliweza kupata changamoto, hivyo ikabidi kuondoka mazingira ya mahakama. Kwa hiyo tukashindwa kuendelea kupata update za shahidi namba 3 katika kesi hii. Lakini alianza kutoa update kwanza kidogo, baada ya hapo akasema kapata dharura ambayo inamfanya aondoke mahakamani. Kwa hiyo tukashindwa kupata update. Kwa hiyo nikaona kwa jana tuishie ile sehemu ambapo Lissu alimalizana na shahidi namba 2, lakini kwa shahidi namba 3 basi tuunganishe yote kuanzia pale ambapo Hilda alikuwa ametusogezea update mpaka pale ambapo aliondoka mahakamani na kile ambacho kinatokea leo. Lakini pia jana nimepokea ushauri na nitaufanyia kazi. Watu wameomba kwamba hizi update tusizitoe kwa mfumo wa part 1, part 2 na kuendelea. Watu wameomba kwamba tutoe kwa mfumo wa episode, yani tusikatishe. Kama tutaanza leo na shahidi namba 3, kama tutatoa episode ya kwanza, basi ifuate episode ya 2, ya 3, ya 4, ya 5 na kuendelea. Yani tusiwe tunakatisha. Hii itakuwa ni rahisi sana kwa mtu kujua, hata kama aliishia episode ya 3 hakusikiliza kwa siku ya jana, akataka kusikiliza kwa siku ya kesho, inakuwa ni kazi rahisi sana kujua wapi aliishia. Wengi wanasema kwamba hizi part 1, part 2 na kuendelea zinawapa changamoto ya kutaka kufuatilia kesi kwa mtu ambaye alimisi maybe siku moja au siku 2. Kwa hiyo anapata shida sana kufuatilia wapi aliishia, wapi endelee. Kwa hiyo kuanzia leo tutaanza na episode. Yani leo kuanzia shahidi namba 3 tutaanza na episode ya kwanza, episode ya 2, episode ya 3. Kama ataishia episode ya 4, basi Jumatatu tutaendelea na episode ya 5, ya 6, ya 7 mpaka mwisho wa kesi. Kwa hiyo kama tutafika episode 300 ni sawa, lakini hii itakuwa ni rahisi mno kwa mtu kujua nini ambacho kimetokea mahakamani na kufuatilia kwa ukaribu kabisa. Moja kwa moja twende mahakamani, na sasa tupo na shahidi namba 3. Kumbuka tumemalizana na shahidi namba 2, mzee wa doria mtandaoni, Inspector John Kaya. Kwa hiyo sasa tupo na shahidi namba 3. Hivi sasa tunavyozungumza ni kwamba kesi inaendelea katika Mahakama Kuu Masjala ndogo ya Dar es Salaam, na tunaanzia pale ambapo Hilda siku ya jana alikuwa ametusogezea update kabla hajapata dharura na kuondoka mahakamani. Halafu tunaendelea pale ambapo shahidi ataendelea kutoa ushahidi wake leo. Kwa hiyo hii itakuwa ni episode ya kwanza katika kesi hii, na episode zitaendelea kutoka kadiri siku zinavyozidi kwenda na namna ambavyo kesi inazidi kwenda. Jaji sasa anasimama hapa, Lenatus Mkude, anasema tunaye shahidi wa 3 ambaye ni Samuel Elibariki Kaya. Wanafanana majina, yule alikuwa anaitwa Inspector John Kaya, lakini huyu anaitwa Samuel Elibariki Kaya. Kwa hiyo tutatumia jina la Samuel ili tusiwachanganye majina na shahidi namba 2. Jaji anasema
huyu shahidi naye aje tuendelee. Anaingia hapa, ni askari mfupi wa kimo, ana kipara na ndevu nyingi nyingi kidogo ambazo hazina afya, zile ndevu kipilipili. Jaji anamuuliza shahidi, unaitwa nani? Shahidi anasema naitwa Samuel Elibariki Kaya. Kazi yako? Shahidi, mkaguzi wa jeshi la polisi. Shahidi anaangalia kwa chini, kwa kumwangalia tu muonekano wake inaonekana ni mtu ambaye ana roho ngumu sana. Shahidi anaulizwa umri wako, anasema nina miaka 39. Dini yako? Shahidi, dini yangu ni Mkristo. Shahidi anapelekewa pale Biblia aweze kuapa. Anaishika mkono wa kulia na amenyanyua juu. Anasema, na hapa ushahidi nitakao utoa ni wa kweli, ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Renatus Mkude, wakili wa serikali, anasimama na kusema, naomba shahidi aongozwe na Sawabu Isa, wakili wa serikali. Huyu Sawabu Isa, wakili wa serikali, ndo yule alijifanya kurusha ngumi juzi kati pale mahakamani, kama nakumbuka. Amesimama hapa, ana kipara kama cha huyu shahidi tu, wote wana vipara. Sawabu Isa amesimama kwa lengo la kumuongoza shahidi. Anaanza, Sawabu anamwambia shahidi uongee kwa sauti. Jaji anasema, na wewe pia wakili ongeza sauti. Sawabu anasema, shahidi, upo kitengo gani? Shahidi anasema, nipo kitengo cha picha, kamisheni ya uchunguzi sayansi jinai. Sasa itabidi huyu shahidi, kama nilivyokuambia, tumuite Samueli, maana na yeye pia ni Kaya kama yule aliyemaliza kutoa ushahidi wake, shahidi namba 2. Wakili wa serikali Sawabu anasema, kitengo hicho kinajumuisha nini na nini? Shahidi, kitengo hicho kinajihusisha na upigaji picha wa matukio mbalimbali, lakini pia kurekodi matukio mbalimbali ya uhalifu, kurekodi picha mjongeo za watuhumiwa wa uhalifu. Sawabu, upo kama nani kitengoni hapo? Shahidi, niko kama mtaalamu wa picha baada ya kuteuliwa na DPP na kutangazwa na gazeti la serikali GN namba 745 la mwaka 2022. Sawabu, majukumu yako ni nini? Sasa huyu aliposema kwamba yupo kitengo cha kupiga picha, ananikumbusha siku za nyuma hapa mahakamani alionekana polisi akiwapiga watu picha mahakamani. Sasa sijui na yeye yupo kitengo kama cha huyu jamaa ambaye ni shahidi namba 3 katika kesi hii. Baada ya kuulizwa majukumu yako ni nini, Samueli anasema kupiga picha, kurekodi matukio ya uhalifu, kufanya uchunguzi wa picha mbalimbali kwa maana ya picha mjongeo na mnato. Elimu yangu imegawanyika katika makundi mawili. Elimu ya kipolisi mwaka 2013 mpaka mwaka 2014 nilihudhuria mafunzo ya awali ya polisi, recruit course chuo cha polisi Moshi CPP, na mwaka 2014 nilimaliza na kutunukiwa certificate of competency. Huko CPP Moshi nilijifunza criminal laws, evidence law, criminal procedure, bayonet, parade training, parade la kutuliza ghasia, self defense kwa maana ya judo na karate, na medani za kivita. Sawabu, wakili wa serikali, anasema ulitunukiwa nini? Shahidi, cheti cha umahiri. Sawabu, kingine nini? Samueli anasema nilipata cheo cha awali cha polisi constable. Anasema kwamba akapata cheo cha awali ambacho ni polisi constable. Baada ya kusema kwamba alipata cheo cha awali cha polisi constable, Sawabu, wakili wa serikali, anamuuliza tena, baada ya kuwa polisi constable nini kilifuata? Shahidi, nilipangwa kitengo cha picha, yani sayansi jinai. Mwaka 2014 nilianza mafunzo yanayohusu upigaji wa picha zote, yani video na picha mnato. Nilijifunza pia SOP for Photography Laboratory. Mafunzo hayo yalichukua miezi 6 hayo ya SOP. Mafunzo mengine mwaka 2021 hadi mwaka 2022 nilihudhuria mafunzo ya mkaguzi msaidizi
wa jeshi la polisi kwa maana ya ACP ambayo niliyachukulia Moshi huko. Yalikuwa ni mafunzo ya miezi minne na huko nilijifunza leadership, criminal procedure na sheria ya ushahidi, evidence law, criminal law na parade, first aid, medani za kivita, arresting drill, parade. Nilipata cheo cha mkaguzi msaidizi wa polisi. Kundi la pili linahusu elimu ya ujuzi, yani professional qualification. Mwaka 2010 nilihudhuria mafunzo ya stashahada ya teknolojia ya habari na mawasiliano, yani diploma in information technology. Kuwa makini sana wakati shahidi anatoa ushahidi wake. Kumbuka cross examination inatokana na ushahidi wa shahidi. Kwa hiyo Mheshimiwa Lissu akiwa na mhoji maswali ya dodoso atakuwa anarejelea kile ambacho shahidi amekieleza mahakamani, lakini pia kile ambacho alikiandika katika maelezo yake kule polisi. Shahidi anasema pia nilihudhuria mafunzo taasisi ya uhasibu Arusha. Anajisemea hapa alijifunza multimedia, web designing, graphical designing, OOP, object oriented programming language. Sema anaongea haraka na majaji pia wanashindwa kumpata vizuri, muda mwingine wanamwambia shahidi arudie. Anaendelea hapa nasema alijifunza computer mathematics, business mathematics, communication skills, database management, na baada ya hapo nilitunukiwa diploma in information technology. Anasema pia alihudhuria mafunzo mwaka 2015 ya forensic video examination and data technology and etching technology katika chuo cha Hamaskra College, Gauteng Province huko Afrika ya Kusini, jimbo la Gauteng huko South Africa. Anasema nikajifunza video analysis, email analysis, facial recognition, motor vehicle chassis number examination. Mafunzo yalichukua muda wa miezi 6 na nikapata certificate of competency. Anaulizwa tena kama na ujuzi mwingine hapa. Anasema mwaka 2016 hadi mwaka 2019 alihudhuria mafunzo ya shahada ya kwanza ya elimu ya mawasiliano, alisoma IFM. Anaanza kulisti masomo aliyosoma. Anasema nilisoma database management, computer network, object oriented programming, lakini pia supply chain management, artificial intelligence technology. Lakini pia anasema pia nilisoma development studies. Alipomaliza alipata Bachelor of Science in Information Technology, ilikuwa ni mwaka 2019. Mwaka 2014 alihudhuria mafunzo ya CCTV Forensic Gandhinagar, Gujarati State, India. Sema shahidi naye kutamka alikosoma hawezi, anataka atuandikie hapa na hakuna ubao. Anasema alisoma National Forensic Science University, alisoma kwa miezi 3, CCTV surveillance au monitoring, NVR technology network, video recorder versus digital video recorder. Baada ya kuhitimu alipewa certificate of attendance. Anasema shughuli hizi kazifanya kwa miaka 12, yani utaalamu wa picha. Anaulizwa maabara ya uchunguzi wa picha inafanyaje kazi? Anasema wanafanya kazi kwa kuzingatia SOP, yani standard operating procedure za maabara. Anakuwa na mtaalamu mchunguzi wa maabara ambaye anaitwa photographic expert, na majukumu ya huyo mtaalamu ni kupokea barua mbalimbali kutoka kwa requesting authorities na kuhakiki vielelezo mbalimbali vinavyotoka sehemu mbalimbali, lakini pia kuhakiki kama vielelezo vimekizi matakwa ya kiuchunguzi. Baada ya kuridhika vile vielelezo vimekizi matakwa hayo, vinasajiliwa kwenye laboratory register book, yani PF 113. Akimaliza kusajili anatoa namba ya usajili kwa ajili ya ufuatiliaji. Akishatoa hiyo namba anafungua jalada la uchunguzi
wa kimaabara kwa kurejea zile namba alizoziandika. Baada ya kusajili namba hizo, mchunguzi atapeleka jalada kwa mkuu wa kitengo kwa ajili ya assignment. Mkuu wa kitengo akishapelekewa, ata-assign mchunguzi ni kwa ajili ya kumaintain chain of custody. Baada ya mkuu wa kitengo kumwassign mchunguzi, ataondoka na jalada na vielelezo hivyo. Mchunguzi akiondoka na vielelezo hivyo, vinaenda kufanyiwa kazi. Anasema hapa ofisi yao inafanya kazi kwa mtindo wa FIFO, yani ni first in first out, yani kilichoanza kuja ndicho kitafanyiwa kazi. Kifupi ni FIFO, yani first in first out. Shahidi anasema kanuni ya FIFO ikizingatiwa, mchunguzi ataanza kuja na ataendelea na uchunguzi wake. Uchunguzi unafanyika katika njia kuu tatu. Wakipokea kielelezo cha picha mjongeo au video, utaratibu unakuwa kama ifuatavyo. Kwa hiyo shahidi anatuambia hapa kwamba wakipokea kielelezo cha picha au video, kama hii video ambayo walipakua kupitia Jambo TV, kwanza wanaanza kuikagua picha au video mjongeo kwa utaratibu ufuatao kwa kupitia njia hizi tatu. Moja ni program endeshi, operating system. Mbili ni program chunguzi, yani forensic software. Tatu ni program linzi, yani security software. Anasema hizo ndio njia zinazotumika kufanya uhakiki wa video au picha wakizipokea. Sababu wakili wa serikali anamuuliza kinachofanyika ni mimi haswa. Shahidi anasema tunachokifanya, kompyuta ni hardware, kitu kinachoshikika, unakikagua. Kama inaweza kuwa ina interact, yani kuonana na programu endeshi, inaweza kuanza kufanya kazi. Jaji anasema shahidi, nendeni taratibu, msiwe na haraka, hatuelewi kabisa, ni kama mnaambiana huko. Sasa jaji anasema tunaanza vizuri. Anasema hapa sababu Isa kwamba wanaanza upya kuelezea hapo kwa sababu majaji wameshindwa kuelezea. Shahidi anakuelewa nini ambacho shahidi anakizungumza. Sasa shahidi anaelezea tena, anasema hardware ni kitu chochote kinachoshikika. Unachokagua ni utimamu wa kompyuta kama unafanya kazi. Unakagua program endeshi ambayo ipo kwenye kompyuta. Je, mfano wa program endeshi ni nini? Wakili wa serikali anamuuliza shahidi. Shahidi anasema mfano ni kama Windows OS ndiyo program endeshi, yani Windows operating system. Wakili Sawabu anasema endelea sasa. Shahidi Samueli Elibariki Kaya anasema unaangalia program endeshi kama iko updated, na unaangalia program chunguzi kama iko poa, na forensic investigation program nayo unaiangalia kama iko poa. Kwenye program chunguzi unachokagua ni je, program iko updated na inaweza kufanya uchunguzi. Lakini pia program linzi yenyewe mfano wake ni Kaspersky. Hizi ndiyo security software. Huko tunakagua kama program hiyo ni current au ya zamani, isije ikala faili, yani kama labda ina mavirus. Kumbuka Kaspersky ni antivirus pia. Sawabu anasema tuendelee tena shahidi. Samuel anasema baada ya hapo tunaanza uchunguzi wa awali ambao ni preliminary investigation. Uchunguzi wa awali tunatizama physical examination na kuangalia content au maudhui yaliyoko kwenye picha mjongeo hiyo, yaliyoko labda kwenye kibebeo chochote, mfano flash, solid state drive au hard disk external hard disk. Ukimaliza kutazama kielelezo chako, utafungua kifaa kwenye kompyuta ulionayo. Hiyo kompyuta ndio zile kompyuta zao za kazi. Ukishafungua utatazama maudhui na picha mjongeo hiyo. Picha mjongeo ni video, utanoti kwa penseli ulichokiona kupitia police notebook. Tunanukuu kwenye notebook ili kupata taarifa, uchunguzi na kutunza kumbukumbu.
Baada ya kutazama, mchunguzi atafanya confirmatory test au uchunguzi wa kisayansi. Katika stage hii ya pili, baada ya uchunguzi wa awali, tunafanya confirmatory test. Tunaangalia rangi ya picha na mwanga wa picha, yani RGB. Anasema hii ni primary color, yani rangi ya awali, unaangalia kama ni halisi. Pia anaangalia movement ya lips na matamshi kama viko sambamba. Anasema tunaangalia pia necessary au unnecessary movement ya vitu, akimaanisha anaangalia vitu vinavyopita kwa kuongoza au vyenyewe automatically, mfano kupita kwa mtu, kupeleka maiki kwenye podium, kupita kwa nzi, kupita kwa magari na vitu vingine. Anatazama pia mwendelezo wa matukio kama kuna kukatika kwa picha au jump shot. Anaangalia mstari mshazali au line of perspective. Hivi vitu vinasaidia kujua maudhui ni halisi au sio halisi kwenye uchunguzi wa awali. Shahidi anasema mstari mshazali unanisaidia kung'amua uhalisia wa picha kwa kuonyesha ukaribu ulioko baina ya object na lens ya kamera, yani ule umbali wa kamera. Jump shot inasaidia kung'amua kujua kama video imekatwa kipande au haijakatwa. Lakini pia nasema kwamba necessary au unnecessary movement ya vitu inasaidia kujua vitu vinavyopita bila kutarajia. Unapoona viumbe wanapita, hata watu, inakuwa sio movement ya kupanga, inasaidia kuonyesha originality ya video. Ukiangalia lips utaona zinatofautiana, kama video haitakuwa halisi. Huo ndio uchunguzi wa awali unavyofanyika. Nimeeleza hapo awali. Hatua inayofuata ni uchunguzi wa kisayansi ambao ni scientific examination. Wakili anamuuliza, huko kinajiri nini? Anajibu anasema, huko tunaenda kuconfirm tulivyoviona kwenye uchunguzi wa awali kama ni sahihi, ndio maana tunaita confirmatory test. Huko tunafanya data analysis, ambapo metadata analysis tunaifanya kupitia program chunguzi ambayo inaitwa Amped Authenticate. Ameitaja hapa program chunguzi ambayo wanaitumia kuthibitisha taarifa hizo. Anaendelea wakili wa serikali Sawabu Isa, anasema hii metadata ni nini hasa? Shahidi anasema metadata ni data about data, yani ni picha mjongeo, ni data ndani ya picha mjongeo. Kuna data nyingine ambazo ni taarifa. Hizo taarifa zinaweza kuwa tarehe, jina na kadhalika. Taarifa hizo mjongeo zilizopo kwenye picha mjongeo ndio tunaita metadata. Anasimama hapa wakili wa serikali Renatus Mkude, wakili mkuu wa serikali. Ukimwangalia huyu baba ni mstaarabu kwa kweli, yeye muonekano wake hana noma, anaongea kistaarabu sana, hana arrogance yoyote kwa muonekano, yani kumuona tu haoneshi kuwa ni kisirani kama mawakili wengine wa serikali. Anasema kwa sasa tunaomba tukapumzike kidogo. Majaji wakaandika hapa kidogo, wakasema tuende break, tukutane baada ya lisaa limoja. Lakini pia baada ya lisaa limoja kukamilika, baada ya kutoka mapumziko, shahidi akazidi kutoa ushahidi wake. Tukumbuke kwamba kinachoendelea hapa ni examination in chief. Maana yake ni kwamba shahidi namba 3 Samueli anazidi kutoa ushahidi wake. Kumbuka jina la shahidi ni Samueli Libariki Kaaya, akiongozwa na wakili wa serikali ambaye anaitwa Sawabu Isa. Baada ya kutoka mapumziko, Sawabu Isa anasema uliishia kwenye kutazama metadata, sasa endelea. Samueli anasema nilisema tunafanya metadata analysis. Kuna kitu kinaitwa JSON tunatumia kuidentify taarifa za kidigitali. Pia inaweza kuidentify taarifa mbalimbali kama vile aspect ratio, kwa maana ya ukubwa wa video na picha yenyewe. Kingine tunafanya uchunguzi wa clone analysis. Hii maana yake ni namna ya kufanya utambuzi ili kung'amua kama kuna viashiria vya deepfake. Kumbuka huko kwa wenzetu hii cloning imekuwa ni maarufu sana, yani anaweza akatengenezwa mtu kwa kutumia artificial intelligence
akaonekana kama rais wa Marekani Donald Trump na anahutubia, lakini pia sauti yake na kila kitu chake ambacho huwa anakifanya ni vile vile kabisa. Shahidi anaendelea hapa, anasema kwamba hii deepfake ni uwezekano wa teknolojia ya artificial intelligence au teknolojia yoyote inayoweza kufanya manipulation. Kitu kinachofanyiwa clone, maana yake mifumo mingi inaendeshwa kwa AI. Hivyo basi upo uwezekano wa kuweka sura ya mtu au sauti ya mtu kwenye mwili wa mtu mwingine. Hii AI ni algorithm ambayo ina learn behavior ya kitu na kuiga kufanya kitu hicho. Hivyo ni muhimu kufanya clone analysis ili kuthibitisha. Yote hayo yapo kwenye program chunguzi, yani Amped Authenticate. Unaenda kwenye button ya clone analysis, hapo itakuonesha sehemu za trace, yani ni sehemu zilizofanyiwa clone. Ukishajiridhisha, unaenda kwenye hatua inayofuata. Unafanya kitu kinaitwa error level data analysis. Hapa utabaini weza picha mjongeo ni compressed au decompressed, yani je, video imefinywa au hiko halisi. Hapo ndio utajua. Tunaenda kwenye button iliyoandikwa error. Hapo ndio tunaangalia vitu viwili ambavyo ni V codec na A codec. Unaposema V codec maana yake ni video compression na decompression. A codec ni audio compression au decompression. Hatua nyingine tunafanya PRNU, sensor pattern analysis. Hii ni photo response non-uniformity ambayo unaitumia ku-identify kwamba picha mjongeo hiyo kama ina alama ya kipekee ambayo ndiyo hiyo video printing. Digital signature inaacha kamera, inatambulisha kamera yenyewe. Baada ya hapo naenda kwenye hatua inayofuata ya noise analysis ambayo natazama usafi wa picha mjongeo. Tutakayo ichunguza, yani video cleanliness. Hapo kwenye noise ni kama chenga zikisambaa zina distort au kuharibu uhalisia wa video. Maelezo yote haya anaeleza kwa ufundi zaidi namna ambavyo wanaangalia video. Anasema video ikirekodiwa usiku inakuwa na chenga, wakati mwingine kama ile rekodi haikuwa nzuri, zile chenga zinaweza sababisha picha isionekane vizuri. Nimepata dharura na lazimika kutoka mazingira ya hapa, so sitaweza kuendelea kuwapa update za kesi kwa siku ya leo. Naomba radhi kwa usumbufu wote uliojitokeza. Kwa hiyo hapa ndipo alipokuwa ameishia Hilda. Alipata dharura ikambidi aondoke, lakini pia akaomba radhi kwa kushindwa kuendelea kutoa update kwa kile ambacho kimeendelea mahakamani. Kumbuka bado hii ni episodi ya kwanza na tupo na shahidi namba 3 katika kesi hii. Kwa hiyo tunaendelea na pale ambapo leo shahidi ameendelea napo kutoka pale ambapo alikuwa ameishia jana. Kumbuka bado hii ni episodi ya kwanza kama tulivyokubaliana, basi tutakwenda kwa mfumo wa episodi ya kwanza, ya pili, ya tatu mpaka kesi itakapo kuisha, kuanzia kwa shahidi huyu namba 3. Kwa hiyo leo hapa Hilda amekuja mahakamani, ni kwamba changamoto zake ambazo jana alikuwa amezipitia zikamfanya aondoke mahakamani, mambo yamekuwa solved mpaka akafika mahakamani. Kwa hiyo kila kitu kipo sawa. Kwa hiyo tunaendelea hapa na pale ambapo shahidi alikuwa ameishia jana. Imepigwa high court, watu wote hapa mahakamani wamesimama. Kumbuka sasa tunaendelea, leo ni Oktoba 17 mwaka 2025. Majaji wameingia, wapo watatu kama kawaida yao. Karani anasoma namba ya kesi, anasimama wakili mkuu wa serikali anatambulisha jopo lake. Latus Mkude anamwambia jaji anaomba sababu Issa aendelee alipoishia jana kuendelea kumhoji shahidi wetu namba 3. Naam, anasimama hapa sababu Issa, wakili wa serikali sasa kuendelea kumuongoza shahidi. Anaulizwa, shahidi, ulisema kwamba
Baada ya kufanya analysis ya picha, nini huwa kinafuata? Kumbuka jana wakati Hilda anamalizia kutoa update, kesi ilikuwa imekaribia kufika mwishoni kabisa. Kwa hiyo kama kuna vitu vinamisi, ni vitu vichache sana. Shahidi anasema baada ya kumaliza kufanya hiyo analysis, kinachofanyika ni kuscreenshot, ambako ni kupiga picha kutumia interface ya kioo taarifa za kidigitali kupitia metadata. Baada ya kuscreenshot, nitazichapisha kwa maana ya kuziprint kwa ajili ya kuambatanisha na taarifa nitakayoiandaa kwa ajili ya uchunguzi. Baada ya kufikia hiyo hatua, naandaa taarifa ya uchunguzi kwa kurejea uchunguzi niliyofanya kwa kuangalia polisi, notebook na taarifa nilizoandika. Taarifa hiyo huwa inaenda sambamba na covering letter, na covering letter kwa ajili ya kuwajibu requesting authority walioomba ni wajibu baada ya kufanya uchunguzi huo. Baada ya kuandaa taarifa hiyo, taarifa uchunguzi inakuwa na majina ya mchunguzi, logo ya jeshi la polisi. Mchunguzi akishamaliza kuandaa taarifa hiyo, atasaini, kugonga muhuri wa kamisheni ya uchunguzi wa sayansi jinai, yani forensic. Baada ya kugonga muhuri, itasainiwa na mnazimu ya sayansi jinai kwa niaba ya kamishna wa uchunguzi jinai. Shahidi anasema kama mdhamini hayuko, basi afisa kwenye ranki ya assistant commissioner atasaini. Mchunguzi atapaki vilelezo kwenye bahasha, atasaini bahasha iliyobeba vilelezo na kugonga muhuri. Barua ya covering letter tunaweka kwenye bahasha na kuandika maeneo zinakoenda kusaini na kuweka muhuri. Baada ya hapo, ofisi itawasiliana na requesting authority kupata majibu ya kilelezo cha uchunguzi husika. Sasa tunaingia kwenye kesi. Shahidi hapa anaambiwa sasa atuambie atuambie kwamba siku ya tarehe 8 ya mwezi wa 4 mwaka 2025 shahidi alikuwa wapi? Shahidi Samuel anasema kama afisa mchunguzi wa zamu katika kitengo cha picha, nilipokea barua mbili zenye kumbukumbu namba DA 223-10DB-168, nyingine ikiwa ni DA 223-476-01 DB-169, na ikiwa imeambatana na flash disk moja aina ya Xeoxia yenye ukubwa wa GB 8 na flash disk ikiwa na alama ya DM na ilikuwa iko attached na PF 145, yani exhibit label. Kielelezo kingine kilikuwa ni secured digital SD adapter, ilikuwa imepewa alama ya X sticker na adapter hiyo ilikuwa ina rangi nyeusi. Ndani ya SD adapter kulikuwa na memory card aina ya Aldepo. Kielelezo hiko kilikuwa kwenye kibahasha kidogo kilichokuwa attached na PF 145 exhibit level. Waheshimiwa majaji, barua hizo na vielelezo hivyo vililetwa na Assistant Inspector Michael Gyumi vikitokea ofisi ya mkuu wa upelelezi kanda maalum ya Dar es Salaam. Baada ya kupokea vielelezo hivyo na kusaini dispatch book, waheshimiwa majaji, nilihakiki vielelezo nilivyoletewa kama vinakizi matakwa ya uchunguzi. Aliweza kuhakiki kama vielelezo alivyopelekewa vinakizi matakwa ya uchunguzi. Shahidi anasema nilihakiki vifaa vilivyoletwa kama ndivyo vilivyoandikwa kwenye barua ya requesting authority. Katika kuhakiki nilibaini vinakizi matakwa ya uchunguzi wa kisayansi. Katika maabara yetu tunapokea vifaa vibebeshi ni kama vile flash disk, memory card. Baada ya kujiridhisha na uhakiki wa vilelezo nilivyoletewa, nilisajili vilelezo hivyo laboratory book register PF 113. Shahidi anasema nilisajili kwa barua yenye kumbukumbu namba DA 223-476-01B-168
Nilisajili kwa namba FB mkwaju PH mkwaju labu mkwaju 106 2025 na barua yenye kumbukumbu namba DA 223 mkwaju 476 mkwaju 01D mkwaju 169. Shahidi anasema nilimwandikia hizo namba Inspector Michael Gyumi kwa ajili ya ufuatiliaji. Zile nambari zinatokana na sequence and series jinsi tupokeavyo vielelezo. Kilipokelewa cha kwanza Januari kitaandikwa namba 1. Tunakwenda hivyo hivyo hadi mwisho. Nilifungua majalada mawili ya uchunguzi wa kimaabara. Jalada hilo lilirejea namba nilizosajili kwenye PF 113. Na baada ya usajili huo nikapeleka kwa mkuu wa kitengo kwa ajili ya assignment kwa hayo majalada niliyoyafungua kwa ajili ya uchunguzi. Kwa hiyo shahidi sasa alipokea zile flash ambazo kulikuwa na ile video ambayo inasemekana kwamba Mheshimiwa Tundu Lissu alikuwa akihamasisha uasi na vitu vingine, lakini pia makosa kama hayo ambayo yamepelekea Mheshimiwa Tundu Lissu kukutwa na kosa la uhaini. Kwa hiyo sasa vielelezo vimefikwa kwa ajili ya kwenda kukaguliwa. Sasa tunaishia hapo. Hii itakuwa ni episodi ya kwanza. Kaa karibu nasi, episodi ya pili inakujia ikiwa ni mwendelezo wa kesi ya uhaini ambayo inamkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Mheshimiwa Tundu Lissu. Lakini pia nikumbushe kwamba kuanzia leo tutakuwa na mfumo wa episodi ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya 4 mpaka kesi itakapoisha. Hii itakuwa na flow nzuri. Hata kama ulimisi kutazama jana, unajua kabisa kwamba niliishia episodi ya ngapi. Kwa hiyo niendelee episodi ya ngapi. Kumbuka tupo pamoja na wewe mpaka mwisho wa kesi. Changamoto ndogo ndogo tusameheane, lakini kikubwa najitahidi sana kuhakikisha ya kwamba tangu kesi imeanza mpaka hapa tulipofikia unaelewa nini kinaendelea, tuko wapi, lakini pia kila kitu, hata pale ambapo uchambuzi unahitajika kutokana na update hizi za mahakamani nimekuwa nikikuchambulia. Kwa hiyo hii ni episodi ya kwanza, episodi ya pili inakujia.